Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Ann Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Haya basi msikilizaji, kama upo Tanzania, unaweza kutusikiliza kupitia FM 92.5 Highlands FM, redio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa Nyanda za Juu Kusini. Hii inarusha matangazo yetu na kuwafikia zaidi ya wasikilizaji milioni 3 kote Mbeya na viunga vyake. Mikoa ya Songwe, Mafinga, upande wa kaskazini wa Njombe, Rukwa pamoja na maeneo ya kaskazini ya nchi ya Zambia na Malawi. Ukiwa Afrika Kusini unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM radio pale mji wa Johannesburg kila siku, na pia inapatikana kwa masafa marefu. Radio Maniema New City katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inarusha matangazo yetu kwa masafa ya FM 97.4 katika jiji la Kindu, ambao ndio mji wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, RDC. Ni wiki nyingine tena mwezi freshi kabisa. Wanasema kwamba mwezi huu ni mwezi wa mapenzi, yani mwezi Valentino. Ni wiki nyingine ambapo tunakutana mwezi huu mpya wa Februari, na kila Jumatatu tumetenga maalum kuangazia matukio mbalimbali kutoka uwanjani. Lakini kwanza tupate taarifa za habari na Ngendo Angela. Takriban watu 25 wameuawa katika shambulio linalodaiwa kufanywa na wanamgambo wa Kiislamu kaskazini mashariki mwa Nigeria, katika kile kinachoripotiwa kuwa shambulio baya zaidi tangu mashambulizi ya Marekani wakati wa Krismasi. Maafisa usalama wanasema washambuliaji waliwashambulia raia katika eneo la mashambani, wakiteketeza nyumba na kulenga wakazi waliokuwa hawana silaha. Shambulio hilo linahusishwa na makundi yenye msimamo mkali yanayofanya shughuli katika eneo hilo, yakiwemo Boko Haram na kundi la Islamic State West Africa Province maarufu kama ISWAP. Rabat, Morocco. Jeshi la Morocco limeanza kupelekwa katika maeneo yaliyoathiriwa na mafuriko makubwa ili kusaidia kuwaokoa na kuwahamisha maelfu ya wakazi waliokwama. Maafisa wanasema mvua kubwa iliyonyesha kwa siku kadhaa ilisababisha mito kufurika, kuharibu nyumba, barabara na miundombinu muhimu, hasa katika maeneo ya vijijini na milimani. Operesheni za uokoaji zinafanywa kwa kutumia helikopta, magari ya kijeshi na boti ili kuwafikia watu waliokatika na huduma muhimu. Mamlaka zinasema kipaumbele ni kuwaokoa walio hatarini, kutoa msaada wa dharura na kuhamisha wakazi kwenda maeneo salama. Wakati huo huo, timu za dharura zinaendelea kutathmini kiwango cha uharibifu, huku hofu za mafuriko zaidi ikiendelea kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha. Kampala, Uganda. Mvutano kati ya Uganda na Marekani umeongezeka baada ya mabishano makali kwenye mitandao ya kijamii kati ya mkuu wa jeshi la Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba na seneta mwandamizi wa Marekani. Hapo Januari 31 mwaka huu, seneta wa Marekani Jim Risch, mwenyekiti wa kamati ya seneti ya mahusiano ya kigeni, aliandika kwenye mtandao wa X akisema Jenerali Muhoozi amevuka mstari mwekundu. Alitoa wito kwa Washington kutathmini upya ushirikiano wake wa kiusalama na Uganda, ikiwemo uwezekano wa vikwazo na mabadiliko ya ushirikiano wa kijeshi. Risch alisema mwana wa rais, na ambaye anaonekana kuwa mrithi, anaonekana hawezi kufuta jumbe zake na kutoa visingizio, akisisitiza kuwa Marekani haitavumilia hali ya kukosa utulivu na hatua zisizo na tahadhari. Mgogoro huu ulianza baada ya Jenerali Muhoozi kudai kwenye mtandao wa X kuwa ubalozi wa Marekani mjini Kampala ulihusika kumsaidia kiongozi wa upinzani Bobi Wine au kuingilia masuala ya ndani ya Uganda. Namshukran sana Angela Ngendo, na moja kwa moja kama ambavyo nilitangulia kukueleza hapo mwanzo, hii leo ni Jumatatu ya Februari 2. Tunaanzia viwanjani, tunahakikisha tunajali wasikilizaji wetu wote. Hii leo mashabiki wa spoti, karibuni kufahamu yaliyepo katika kanda ya Afrika.
Nakaribisha mwenzangu Gabriel Ingubu na timu yake au kikosi chake cha kutoka uwanjani ili basi wajimwaemwae. Karibu sana Ingubu. Misri ndiyo washindi wa kombe la handiboli kwa wanaume lililong'ang'aniwa Kigali nchini Rwanda. Michuano hiyo ya kimataifa iliyoleta pamoja mataifa 16 imekamilika, la wazi likionekana kwamba uwekezaji katika michezo Afrika ya Mashariki bado ni wa viwango vya chini. Sasa Misri watakuwa mojawapo wa timu 5 zitakazowakilisha Afrika katika kombe la dunia mwaka wa 2027 kule Ujerumani. Nimezungumza na mchambuzi wa michezo kutoka Kigali, Christopher Karenzi. Mashindano ambayo yamemalizika hapa nchini Rwanda ya handball kwenye mchuano fainali ya mpira wa mikono, Misri kutoa taji la Afrika ina uwezo mkubwa. Wao walifunga timu ya Tunisia mabao 37-24. Mashindano yamemalizika vizuri. Ukweli ni kwamba msimamo wa mashindano yenyewe Misri waliongoza katika mechi ya kuania kombe hili la Afrika. Misri ndio mabingwa, alafu Tunisia ndio washindi wa medali ya fedha. Cape Verde ni washindi wa medali ya shaba. Nafasi ya 4 ni Algeria, 5 Angola, namba 6 Nigeria, nambari 7 ni Morocco, washindi wa 8 ni Guinea, na alafu nafasi ya 9 ndio washindi wa kombe la rais. Yaani kuanzia nafasi ya 9 hadi 16 zilikuwa zikiwania kombe hili la rais. Ni timu ambazo hazikuwa miongoni mwa timu 8 bora ambazo zilikuwa zikisaka kombe la Afrika la handball. Kwa namna pekee katika mechi za kuwania nafasi ya 3, timu ya Cape Verde ilionyesha kiwango bora, hasa baada ya kuifunga Algeria kwa mabao 29-23. Timu ya Angola ilimaliza mashindano haya katika nafasi ya 5 baada ya kuilaza Nigeria kwa mabao 25-20, huku Morocco ikishika nafasi ya 7 baada ya kufunga Guinea kwa mikwaju ya penalty 5-4 kufuatia sare ya mabao 33-33 katika muda wa kawaida wa mchezo. Timu za mpira za Afrika zimeanza kujivunia makocha kutoka Afrika. Je, upande wa handiboli ukoje kwa mtazamo wako? Naam, timu za Afrika zimeanza kujivunia makocha kutoka Afrika. Kwa kweli niseme kwamba makocha wengi waliokuwa viwanjani ni kutoka nchi za Afrika ya Kaskazini. Baadhi wengine ni wa Afrika Magharibi, na Afrika Mashariki wapo wachache. Kwa mjibu wa rais wa chama cha handball nchini Rwanda, Alfred Twahirwa, wana mpango wa kuanzisha warsha kwa walimu na kuinua mchezo huu kuanzia ngazi za chini ya mchezo wa handball. Kwa upande wangu naona bado kiwango cha mchezo huu wa handball, pamoja na kwamba wana ligi, huu mchezo haujafika mbali sana. Licha ya timu za Afrika ya Mashariki kutofanya vizuri, kuna faida nyingine yoyote wanaweza sema wamepata kutokana na michezo hii? Upande wa timu hizi za kaskazini pamoja na timu za kule magharibi au katikati, kwa mfano kama Gabon, zina wachezaji ambao wanacheza Ulaya, wanacheza mpira wa kulipwa. Kwa hiyo ni kiwango kizuri ambacho timu zetu zinaweza kujifunza kutoka kwa hizo nchi ambazo tayari zimesonga mbele. Utajiuliza kombe la rais kwanza lina maana gani kwa timu ambazo kuanzia nafasi ya 9 mpaka 16. Kombe la rais lina jukumu muhimu kwa sababu linasaidia timu kuendelea kukua na kuboresha kiwango cha timu barani Afrika kwa matumaini ya kujipatia nafasi katika kundi lenye ushindani unaofaa zaidi katika mashindano yajayo 2028 ya Afrika yatakayofanyika barani Afrika. Matumaini ya Afrika Mashariki kusalia katika kipute cha mashindano ya klabu bingwa Afrika sasa yamesalia Tanzania baada ya St. Eloi Lupopo ya DRC kufunikwa mawili na MC Alger. Kutoka makao makuu ya soka ya Mashariki Tanzania, George Jogopa anatupa kina cha habari hizo. Mashabiki wa Simba wamevunjika moyo baada ya timu yao kutoa mkono wa kwaheri wa kutoingia hatua ya robo fainali ya michuano ya klabu bingwa bara Afrika, wakati watani wao vijana wa Jangwani Young African wakizidi kusogeza mbele matumaini ya kufikia hatua hiyo. Wakicheza kandanda murwa na lenye kuelewana hasa katika kipindi cha kwanza, Simba walifanikiwa kuzikonga nyoyo za mashabiki wake walipolichungulia lango la wapinzani wa Esperance mara 2. Mabao hayo mawili, moja lilopachikwa na nahodha wake Shomari Kapombe, yalitosha kabisa kuaminisha mashabiki wake kwamba Simba safari imefufua matumaini ya kuzisaka mbio za kwenda hatua ya robo fainali. Lakini kama wasemavyo Waswahili, la kuvunda lina ubani, ghafla kipindi cha pili hali ilibadilika na uzembe beki yake mmoja uliazamisha kabisa matumaini ya timu hiyo pale Esperance ilipofanikiwa kuandika bao lake la kwanza.
Baadaye meli ilizama kabisa baharini baada ya wakali hao wa Tunisia kuandika bao la pili na hivyo kusawazisha, ngoma ikisomeka 2-2 mpaka kipyanga cha mwisho. Simba ilipasa kupata ushindi wa aina yote ili kuanza kufufua matumaini yake, lakini sasa haitakuwa na motisha nyingine yoyote mbali ya kukamilisha ratiba tu katika michezo yake miwili iliyosalia. Mashabiki wake hawana furaha mitaani na wengine wamejitokeza kutupa lawama kwa viongozi wa timu hiyo. Simba sio bwana gonjwa wa moyo. Sasa sisi tunatoka nyumbani kama hivi tunakuja hapa tushangilia mpira. Kwanza viongozi na viongozi hadi benchi la ufundi la Simba na wanachama hawana umoja na timu yao. Umeona? Sisi tunapambana kila siku kuja uwanjani. Umeona? Ila tunaonekana sisi kwamba sisi mashabiki tunaonekana ni wajinga. Mashabiki sisi tunakuja na timu yetu. Umeona? Tunakuja kama hivyo sisi uwanjani kushangilia timu. Lakini viongozi sisi ndio wanatuangusha. Kwa upande wa pili, Yanga inasalia kuendelea kukaza mkwiji ikikoleza matumaini yake kwenda katika hatua robo fainali baada ya mwishoni mwa wiki kulazimisha sare na Al Ahly ya Misri, timu yenye historia kutoa mara nyingi zaidi kombe hilo. Baada ya kupoteza mchezo wake wa kwanza huko Cairo, safari Yanga walitumia vyema uwanja wake nyumbani, wakilisa kama vyema lango la wapinzani wao na kuwa na kosa nyingi za hapa na pale. Sare ya kutofungana na wakali wa Misri imefanya Yanga endelea kutuama katika nafasi ya pili ikijikusanyia alama 5, wakati Al Ahly wakiongoza kundi hilo kwa alama 8. Timu zote katika kundi hilo zimesalia na mechi 2. Mashabiki wa Yanga wanasema timu yao ina kila sababu ya kwenda katika hatua ya robo fainali. Matumaini ni makubwa sana na nitumia nafasi hii kuambia wana Yanga, tumetoa sare nyumbani, hatujapoteza. Mara nyingi kuna watu wamepoteza nyumbani, wamepoteza sehemu nyingi. Azam FC nayo imechukua mkondo huo wa Yanga ikijisogeza mbele katika kundi lake baada hapo jana kuendelea kuwaduaza Nairobi United kutoka Kenya kwa bao 1-0 katika mbio za kuwania umwamba wa kombe la shirikisho barani Afrika. Ushindi kama huo iliopata katika mchezo wake mwingine uliofanyika jijini Nairobi. Kiwango na ubora cha wachezaji wa timu ya Azam FC kimevutia pia hata baadhi ya wachezaji wa Nairobi United ambao baadhi hawakusita kumwaga sifa baada ya kumaliza mtanange wao. Katika mpira siku zingine matokeo yanavyotokea huwa yanapangwa kutokana na Mwenyezi Mungu alivyoipanga riziki. Tunasema kisisi riziki haiko imegemea upande wetu, liko upande wa Azam, na tuna matumaini ya kwamba iwapo Mwenyezi Mungu atafanikisha kwa kitengo kijacho, kama tutapatana tena, nadhani tutaweza kurekebisha mahali ambapo tumekosea. 100% nitasema ni uzoefu, kwa sababu kivuta picha kama mimi nimeanza kushabikia Feitoto toka utotoni, alafu sasa nimekuja nimecheza naye, inamaanisha kwamba ameshakomaa katika hiki kitengo. Pili, Azam si mara ya kwanza kushiriki hili shindano, kwa hivyo wana uzoefu kidogo kutuliko sisi. Ikiwa safari Tanzania imefanikiwa kuingiza timu 4 katika hatua ya makundi, sasa inaonekana timu 2 tu ndizo zenye uhakika pengine wa kuingia katika hatua hiyo ya robo finali baada ya wakilishi wengine wa Tanzania Singida Black Stars kung'olewa meno na ASO Oto ya Congo Brazzaville kwa mabao 2-1 katika mchezo uliofanyika jana huko Brazzaville. Mwelekeo halisi wa timu hizo za Tanzania utafahamika rasmi hivi karibuni baada ya timu hizo kurejea tena dimbani. Kutoka Dar es Salaam ni mwanamichezo mwenzako George Njogopa. Shirikisho la kandanda Afrika CAF limemwondolea lawama zote mwamuzi wa katikati Mkongomani Jean-Jacques Ndala katika michuano ya fainali ya AFCON kati ya Senegal na Morocco na kumsifu kwamba alifuata sheria zote kikamilifu za uwanjani bila mapendeleo. Jean alikashifiwa na mashabiki kwamba anapendelea Morocco katika maamuzi yake. Hili linakuja huku baadhi ya watu wakisema kwamba adhabu iliyotolewa kwa Senegal na Morocco haikufika viwango. Wengine wanasema ilikuwa ghali mno, hasa kwa upande wa Senegal. Kwa uchambuzi wa kina, Shadrack Mwanzazu akiwa Dar es Salaam anafafanua. Shirikisho la kandanda barani Afrika kwa kushirikiana kamati ya mashindano ya Afrika AFCON yaliyotia nanga mwanzoni mwa mwaka huu mwezi Januari mwaka 2026 limetoa adhabu kwa shirikisho la soka la Senegal ambao ni mabingwa wa michuano hiyo pamoja na wenyeji Morocco, wakiwemo wachezaji kutoka mataifa hayo mawili kufuatia sintofahamu ambayo iliweza kujitokeza katika mashindano hayo. Katika kuliangazia hili nipo na mchambuzi wa soka Ephraim Donald. Je, ni yapi maoni yake katika mkasa huu? Katika mkasa huu wa shirikisho la
CAF kuwapa adhabu timu ya taifa ya Senegali pamoja na timu ya taifa ya Morocco ni adhabu ambazo kwangu mimi kwanza naona kabisa zinastahili kwa mashirika yote mawili. Ukitazama CAF kwa sheria ambazo wameziweka na utaratibu ambao wameuweka, Senegali pamoja na Morocco wameingia hatiani. Hii ni baada ya kusababisha mchezo wa fainali wa AFCON kuweza kusimama karibia dakika 15. Ukiwatazama kwa upande wa Senegali, Pape Diaw ambaye ni kocha wa timu ya taifa ya Senegali, yeye amefungiwa michezo 5 na shirika hilo la CAF, huku akitozwa faini zaidi ya dola za Kimarekani 100,000. Pia kuna baadhi ya wachezaji wa Senegali ambao pia wamepata adhabu hiyo, ikiwemo mchezaji Iliam Sherik pamoja na Ismail Sarr, ambao wote wawili wamepewa adhabu ya michezo 2 na kila mmoja kutakiwa kulipa kiwango cha fedha. Lakini usisahau pia Senegali kama shirikisho la soka nao pia wamepewa adhabu ya kulipa dola za Kimarekani 300,000. Kwa hiyo adhabu kwa Senegali ukizitazama, hata wao wamesema kupitia andiko la 91.4 kwamba wamekubaliana na adhabu zote ambazo CAF wametoa na hawatoenda popote vile kukata rufaa. Lakini je, Donald, kuwapo mashabiki wa soka barani Afrika kwa jumla wanasema kwamba pengine adhabu hii ambayo wewe binafsi unasema Senegal pamoja na Morocco walistahili, wao maoni yao wanasema kwamba ni kama wameonewa wakiwemo wachezaji pamoja na kocha wa timu ya taifa ya Senegal. Kwanza lazima watu wafahamu Afrika nzima ilikuwa inautazama ule mpira, na sio tu Afrika, dunia nzima ilikuwa inatazama fainali ile. Na tunachotaka zaidi kwenye mpira wetu wa Kiafrika ni tutoe hii sitofahamu ambayo imekuwepo kwa miaka nenda rudi kwamba mpira wa Kiafrika umetawaliwa na janja nyingi. Kwa hiyo lengo kubwa sana ni kuionyesha dunia kabisa kwamba hata sisi tuna wachezaji wakubwa kama ilivyokuwa kwenye mabara ya Ulaya. Asante sana Shadrack Mwanzazu. Kufika hapo, msikilizaji, tunafunga michezo kikosi kizima cha idhaa ya Kiswahili Sauti Afrika kikikutakia wiki njema na mwezi mpya wenye heri na mafanikio. Shukran. Mimi ni Gabriel Ingubu, idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika. Michezo. Nambasi amekuwa ni mwenzangu Gabriel Ingubu na kikosi cha spoti cha idhaa ya Kiswahili Sauti ya Mwafrika. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika Sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge, yani usubscribe na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Ann Ngugi. Haya basi, sasa matangazo yetu yapo kwenye Radio Communautaire kule Kivu. Inapatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Radio hii inasikika katika mji mzima wa Baraka na taarifa nzima ya Fizi. Pia inasikika kwenye baadhi ya mikoa ya nchi jirani ya Burundi pamoja na baadhi ya maeneo katika tarafa ya Uvira. Hapo ni Radio Communautaire Kivu. Fuatilia matangazo haya pia kwenye Radio Rwanzururu RTA Beni. Hii ipo kwenye FM 93.5 ikiwa ni maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Vilevile inapatikana kwa masafa marefu. Naibu waziri wa mashauri ya kigeni wa Marekani Christopher Landau amekuwa ziarani barani Afrika katika mataifa ya Djibouti, Kenya, Ethiopia pamoja na katika makao makuu ya AU huko Addis Ababa. Katika ziara hiyo, kiongozi huyo wa serikali ya Rais Donald Trump alifanya mazungumzo na viongozi kadhaa huku akinadi sera za Marekani za ushirikiano wa kimataifa. Hata hivyo, anafanya ziara hiyo wakati Marekani ikiwarudisha nyumbani balozi kutoka nchi nyingine za Kiafrika. Je, hili linamaanisha nini? Katika mahojiano na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha na mwenzangu Silvanus Karemera wanalizamia swala hilo. Tega sikio. Marekani ni nchi ambayo inatumia ubabe wa kimataifa, na ubabe wa kimataifa ni kwamba wao wanajihisi wako juu ya nchi zote na sana nchi za Afrika, kwa sababu Trump kwa mdomo wake mwenyewe ameshatoa kauli za kuonyesha kwamba hana heshima na hawezi kuachia staha na hadhi ya Afrika ikawa ni jambo ambalo linaonekana katika msimamo wake wakati ambapo anazungumza habari za mahusiano ya kimataifa. Kwa hivyo nafikiri amegundua pia kwamba amefanya kosa kidogo, kwa hivyo anamtuma huyu bwana ili aje kutongoza. Na unajua, kwa sababu Amerika ina ubabe, atakuja kutongoza na kuanza kuambia Waafrika, viongozi wa Afrika kwamba Marekani, sisi usijali, tutaendelea kuwa na maelewano kuhusu
misaada fulani. Haya ndiyo maoni yangu kwa sasa. Tumeona pia amekuja Kenya kabla ya kwenda Djibouti pamoja na makao makuu ya AU kule Addis Ababa, lakini kwa Kenya tumeona kwamba yale makubaliano ya mchakato wa AGOA yameongezewa muda kwa miaka 3. Pengine kwa maelezo yako ambayo imeyazungumzia, unadhani kauli hiyo na makubaliano hayo ni kama danganya toto tunasema kwa Kiswahili? Wakati mwingine ndivyo wanavyohusiana na nchi za Afrika au Marekani, lakini zaidi mkumbuke kwamba kihistoria nchi ya Marekani na nchi ya Kenya wamekuwa na mahusiano ya karibu kwa karibu tangu Kenya ilipoanza kuwa na uongozi wa Kiafrika tangu enzi na wakati wa Jomo Kenyatta, na mpaka sasa kila kiongozi anayeshika hatamu za urais katika nchi ya Kenya huwa anakaribishwa kule Amerika, na wakati mwingine anatumbuizwa na kuburudishwa, na baadaye anaahidiwa misaada mbalimbali. Misaada mingine huwa haiji, lakini katika maneno na namna ambavyo wanataka kutumia kile kitu Waingereza wanaita body language, nafikiri ziara yake kuja Kenya ni kutaka kuonyesha kwamba bado tunajali mahusiano yetu na nchi ya Kenya, na tunathamini kwamba mahusiano haya yana manufaa kwa ajili ya amani inayotakikana iwepo hasa katika upembe wa Afrika hapa na bahari ya Hindi, kwa sababu kuna hatari inaweza kutokea hapo, na Marekani huwa inachukua Kenya kama nchi mojawapo ya wale watu ambao wanaweza kutumika katika kuhakikisha kwamba hatari kama hizo haziwi dhahiri. Profesa, tumeona pia ameenda Addis Ababa kama nilivyosema mwanzo na kuzungumza na waziri mkuu wa Ethiopia pamoja na mkuu wa kamisheni ya Umoja wa Afrika. Lakini hakuna maelezo kamili kuhusu hasa ni kitu gani walizungumza, pamoja na kwamba walisema kwamba walizungumzia masuala ya kiuchumi na kiusalama, na tunajua kwamba amekuja Afrika wakati Afrika kabiliwa na mizozo na migogoro ya hapa na pale. Tumeona Sudan Kusini hali inaendelea kuwa mbaya, tumeona DRC kule. Mbona katika wakati huu Afrika ni kama sauti haisikiki sana, pamoja na kwamba wamezungumzia swala hilo? Mimi nafikiri wa Afrika kwa muda mrefu tumekuwa hatuna uwezo wa kustahimili sauti kutoka kwa nchi yenye nguvu kama Amerika. Kwa hivyo ataenda huko tu, ataanza kuzungumza juu ya namna ambavyo Marekani inaweza kusaidia umoja wa nchi za Afrika kutetea amani au kuhakikisha kwamba kwa mfano mahasimu wa Sudani ya Kusini wameletwa pamoja katika mkutano na kikao ili wazungumze. Ukumbuke majuzi hapa mwaka jana walikuwa wanasisitiza sana kwamba wanaongoza mazungumzo ya amani kule DRC Congo. Mpaka sasa hatujajua kama yale mazungumzo yamehakikisha kwamba kuna amani kati ya Rwanda na DRC. Haya yote ni mambo ambayo tunahitaji sisi wenyewe wa Afrika kutafakari na kuanza kujadili ili tuwe na msimamo wa bara la Afrika, badala ya kungojea mpaka nchi ya Marekani inakuja kutueleza ni namna gani tunaweza kukabiliana na mizozo hii ambayo inahangaisha wa Afrika katika nchi zao. Swali la mwisho kabisa, Profesa. Sasa Trump kumtuma waziri wake katika bara la Afrika, unahisi kutabadili kasi yake ya kuweza tuseme kuziba mawasiliano kati yake na nchi za Afrika? Trump akitaka kuwa rafiki wa nchi yoyote ya Afrika atakuwa rafiki tu kwa kulazimisha, kwa sababu nimesema nchi ya Marekani ni nchi tajiri ambayo inaweza kutumia utajiri wake na ubabe wake kulazimisha urafiki uwepo. Na wakati ambapo pia wanaamua kwamba wanataka kuwa na uhasimu, kwamba hawapendi yale yanayotokea katika nchi mojawapo ya Afrika, wataonyesha nguvu zao kwa namna moja au nyingine, kupitia kwa namna ambavyo wanaweza kuondoa misaada, namna ambavyo wanaweza hata kutoa vitisho vya kwamba tutaweza kuingilia hapo ili tuzime vurumai au vurugu yoyote ambayo inatokana huko. Kwa hivyo Trump yeye ni mbabe tu, na tangu sauti yake tangu alipokuwa rais kipindi chake cha kwanza mpaka sasa sidhani kwamba anaheshimu uongozi wa nchi yoyote ya Afrika. Anatuona wa Afrika kama ni watu ambao tupo tu. Naam, amekuwa ni mwanahabari Silvanus Karemera akihitimisha mazungumzo na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha kuhusiana na uhusiano wa Marekani katika nchi za bara Afrika. Sudan Kusini ni taifa changa lililozaliwa kwa matumaini makubwa, lakini leo limezama kwenye mzozo unaosababishwa zaidi na tamaa ya madaraka ya viongozi wake. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vimesababisha vifo, njaa na mamilioni ya wananchi kupoteza makazi, huku rasilimali za taifa zikinufaisha wachache.
Ni wakati wa uongozi kuwajibika na kuweka uhai wa raia mbele ya siasa za madaraka. Nampisha Shisia Wasilwa ambaye analivalia njuga swala hilo kwenye tahariri ifuatayo. Sudan Kusini ni taifa changa kabisa lililozaliwa mwaka 2011 kwa damu, machozi na matumaini makubwa ya watu waliokuwa wamechoshwa na vita na kutengwa. Lakini miaka 10 na zaidi baadaye, ndoto ya uhuru inageuka kuwa jinamizi la kudumu. Badala ya amani, wananchi wameachiwa maafa. Badala ya maendeleo, wamevuna vifo, njaa na kukosa makazi. Swali linaloumiza ni moja: nani anahusika? Jibu halihitaji uchunguzi wa kina. Ni uongozi wa Sudan Kusini wenyewe. Viongozi waliokabidhiwa dhamana ya kulijenga taifa wamegeuka kuwa mabwana wa vita, wakitanguliza tamaa ya madaraka na maslahi ya kikabila kuliko uhai wa wananchi. Migogoro ya kisiasa isiyoisha kati ya viongozi wakuu imegeuzwa vita vya wenyewe kwa wenyewe, ambavyo mzigo wake wote unabebwa na raia wasio na hatia. Maelfu wameuawa, mamilioni wamekimbia makazi yao na kuwa wakimbizi ndani na nje ya nchi. Watoto wajui tena maana ya shule, bali wanajua sauti ya risasi. Wanawake wamegeuzwa silaha za vita, wakibakwa, kudhalilishwa na kunyanyaswa bila haki. Njaa imetawala, si kwa sababu ardhi haizai, bali kwa sababu vita vimeua uzalishaji na uongozi umeua uwajibikaji. Kinachosikitisha zaidi ni kwamba haya yote yanatokea katika taifa lenye rasilimali nyingi, ikiwemo mafuta, lakini badala ya rasilimali hizo kuwa nguzo ya maendeleo, zimekuwa chanzo cha migogoro na ufisadi. Mapato ya taifa yamegeuzwa mali binafsi ya wachache, huku wananchi wakitegemea msaada wa kibinadamu ili kuishi katika ardhi yao wenyewe. Jumuiya ya kimataifa nayo haina mikono safi kabisa. Imetoa kauli kali, imeweka vikwazo, imefadhili mazungumzo ya amani, lakini mara nyingi imeendelea kuhalalisha uongozi ule ule unaowasaliti wananchi. Mikataba ya amani imesainiwa mara kadhaa, lakini imekuwa karatasi tupu mbele ya tamaa ya madaraka na kukosekana kwa dhamira ya kweli ya amani. Sudan Kusini haihitaji tena ahadi mpya, inahitaji mabadiliko ya kweli. Inahitaji uongozi unaowajibika, unaothamini maisha ya binadamu kuliko vyeo. Inahitaji haki kwa waathiriwa wa vita, si maridhiano ya juu yanayowaacha wahalifu bila kuwajibishwa. Zaidi ya yote, inahitaji sauti ya wananchi sikike, si kuzamishwa kwa bunduki na vitisho. Taifa changa halipaswi kuwa taifa linalokufa polepole, lakini kama viongozi wake wataendelea kuendesha nchi kama nyara ya vita, basi historia itawahukumu vikali. Na damu waliopoteza maisha, waliokosa makazi na waliopoteza matumaini itaendelea kuwalaani wale waliopaswa kuwalinda. Sudan Kusini bado inaweza kuokolewa, lakini kwanza lazima ikombolewe kutoka kwa viongozi wanaoipora, si kutoka kwa maadui wa nje, bali kutoka kwa njaa yao isiyoisha ya madaraka. Naam, imekuwa ni tahariri na Shisia Wasilwa. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Walike pia marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Kumbuka msikilizaji kusubscribe, yani ujiunge na YouTube yetu. Kumbuka kwamba sote tu familia moja na ni sauti moja ya Mwafrika. Kwa wasikilizaji wetu nchini Kenya, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Radio Dumas FM 99.9. Hii inasikika katika jiji la Nairobi, Lang'ata, Karen na viunga vyake, huko Ngong, kaunti ya Kajiado na eneo zima la Kikuyu. Pia inasikika kupitia masafa marefu. Hii ni sehemu ya jitihada zetu kukuletea matangazo yetu hapo ulipo msikilizaji. Kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM. Hii ni redio 101.6 Gairo, mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Ukiwa mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika Radio Ngoma ya Amani Fizi, ambayo inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika imetanda, inasikika, inaheshimiwa na kupewa nafasi katika kila jambo ambalo ni muhimu linalowahusisha Waafrika. Naam, asanteni kwa kuchangia matangazo ya leo, na bila shaka ninaamini kwamba umeweza kunufaika na matangazo haya.
Ni hayo tu kwa leo. Jiunge nasi kila siku saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Kwaheri kwa sasa na uwe na jioni njema.